ramani ya hidden roof. Ni ramani ambayo ina 2 bedroom, yani ina vyumba viwili, na vyumba viwili hivyo moja ni master bedroom lakini moja ni single bedroom. Ina public toilet, ina kitchen na ina sitting room. Na hii nyumba haina dining, kwa maana haina sehemu ya kulia chakula. So kama umeipenda hii ramani, ukija WhatsApp jua hilo kwamba haina dining. Na ndio maana hata kwenye idadi ya material kuna vitu ambavyo vimepungua, kwa mfano matofali na nini, kuna vitu vingi ambavyo vimepungua ili kuibalance. Na hii ilikuwa ni hitaji la mteja wetu ambaye ametupa order kumtengenezea hii ramani. Sasa kwa faida ya watu wote nitaizungumzia hii ramani, nitaichambua, nitafanya tathmini kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye kozi 3 za juu, kwa maana kwamba utatoa kitu kimoja gharama yake mpaka kufika kwenye kozi 3 za juu. Utajua imekosti bei gani na utajua vimeingia material ya ukubwa gani, kwa mfano matofali, simenti, nondo, mchanga, kokoto, lingi, binding wire, mbao pamoja na gharama za ufundi. Kwa hiyo kama una peni na karatasi, make sure unaandika, unarekodi hivi vitu ili vikusaidie wewe, kwa maana kwamba ukihitaji kujenga nyumba ya mfumo huu ujue unaandaa material ya ukubwa gani kwenye simenti, kwenye nondo, kwenye matofali. So moja kwa moja twende kwenye mada yetu ambayo ndio lengo husika la sisi kufanya hii content. Na hii nyumba imeingia matofali 1500, kwa maana tofali 1500 ni milioni 1.5. Lakini naomba ikumbukwe kwamba idadi ya material, yani bei ya material ninayoisema, inategemea na location. Kuna sehemu unaweza ukaenda usikutane na bei hiyo kabisa. Kwa hiyo mimi natoa bei ambayo ni popular, yani ni bei ambayo inafahamika, yani ni maarufu, kwa maana kwamba tofali ni shilingi 1000 sehemu nyingi, lakini kuna baadhi ya sehemu inapanda, kuna baadhi ya sehemu inashuka, lakini mara nyingi huwa inapanda 1200, 1150, 1100, 1050, inategemea na location. Lakini mimi naiwekea tofali ni shilingi 1000, kwa maana kwamba tofali 1500 zitakuwa ni shilingi milioni 1.5. Lakini kwenye upande wa simenti zimeingia simenti 48 mpaka kwenye kozi hizo 3 za juu, na simenti mfuko mmoja sasa hivi ni 17000. Kwa hiyo ukifanya 17 mara 48 unapata 816,000. Lakini pia kuna nondo za milimita 12. Nondo za milimita 12 zimeingia pisi 43, na nondo sasa hivi nondo moja ni shilingi 22,000. Kwa hiyo ukichukua 22 mara 43 ni inakuwa 9,046. Lakini pia kuna mchanga, ambao mchanga tunatumia kenta 9, na kenta moja sehemu nyingi ni shilingi 50,000. Kwa hiyo ukifanya 9 mara 50,000 ni 450,000. Lakini pia kuna zoezi zima la kokoto. Kokoto tunatumia zile nyeusi za msolo. Kwa nini kokoto za msolo? Ni kwa sababu ni kokoto ambazo imara, ni kokoto ambazo sisi mafundi tunasema nondo chuma, kokoto chuma, kwa maana kokoto zenyewe pia zinakuwa zina asili ya chuma. Nadhani watu wengi mnazifahamu, ni zile nyeusi. Zile ni kokoto bora sana kwenye ujenzi wa kisasa. Kwa hiyo zile kokoto zina gharama pia, zinauzwa kenta moja ni 180,000. Kwa hiyo ukichukua 180,000 kwa kenta 2 maana yake ni 360,000. Lakini pia tumetumia lingi kwa ajili ya kusukia hizo bimu pamoja na mikanda ya msingi. Kwa hiyo ukichukua lingi, tumenunua lingi 100 pisi 150, na lingi moja ni shilingi 600. Kwa hiyo ukichukua 150 mara 600 ni kama 90,000 fulani hivi. Na tukatumia binding wire kwa ajili ya kusukia hizo lingi. Binding wire tumetumia za shilingi 50,000. Lakini kuna mbao. Gharama za mbao inategemea na mahali unapojenga. Unaweza ukakodi ama unaweza ukanunua za kwako. Kununua za kwako ni gharama zaidi, lakini ukinunua unakuwa unazimiliki. Kama ni mtu ambaye utaendelea na project nyingine ya ujenzi, ni heri ukanunua. Lakini kama unajenga tu na bajeti yako ni ndogo, basi ni bora ukakodisha ili uweze kuokoa hela, lakini pia uweze kubalance mambo fulani. Kwa hiyo ukichukua mbao za kukodi mpaka project nzima inaisha, utakodi mbao za 200,000. Na kwenye swala zima la material mpaka hapo tunakuwa tumemaliza. Kwa hiyo na fundi wa kujenga hii nyumba, yani tunasema maximum ni milioni 2.2. Lakini inategemea na location, inategemea na maneno yako wewe na fundi, inategemea na makubaliano yenu. Kwa maana hiyo ukichukua gharama zote za material pamoja na pesa ya fundi unapata milioni 6,600,000 na shilingi 12,000.
Sasa milioni 6,612,000 hapo kuna mambo ambayo kama maji, kuna nauli za hapa na pale. Kwa hiyo unaiweka hiyo 4 ili itimie milioni 7 kamili. Kwa hiyo ukiwa na milioni 7 kamili umepata boma la hii nyumba, kwa maana kwamba unakuwa umepata nyumba hii mpaka kwenye kozi 3 za juu na urembo yake yote hayo ambayo yamemwagwa zege. So ni very affordable. Milioni 7 ni hela fulani nyingi, lakini ni ndogo kwenye kufanya investment ya msingi. Kwa hiyo na washauri wadau wangu mjitoe kwenye swala zima la ujenzi, na kujenga ni leo, huwezi kujenga kesho, kwa sababu kila siku material ya ujenzi yanapanda bei kutokana na watu wanakuwa wengi, wahitaji wanakuwa wengi, maisha yanabadilika. Na hata ukiwauliza wazee wetu, mtu anakuambia kiwanja miaka hiyo nilinunua shilingi 20, shilingi 4,000, lakini leo hii kiwanja kinauzwa cha shilingi 4,000, leo hii kinauzwa mpaka milioni 50, milioni 100. Kwa hiyo unajua ni namna gani ambavyo vitu vya ujenzi vinapanda. Material tulikuwa tunanunua nondo shilingi 5,000, lakini leo hii nondo inauzwa shilingi 22,000. Simenti ilikuwa inauzwa shilingi 6,000, lakini leo hii simenti inauzwa mpaka shilingi 17,000. Kwa hiyo unaangalia ni namna gani ambavyo vitu vinapanda. Kwa hiyo kama una access ya kuinvest leo kwenye ujenzi, ya kupata sehemu ya kuweka usingizi, fanya leo, usingoje kesho, kwa sababu kesho hatuifahamu. Kesho yako ni ngumu sana kuliko leo yako. Kwa maana hiyo sisi kama Sanuka Media tunatoa inspiration na ushauri watu waweze kujenga kwa wingi. Maisha yenyewe yashakuwa magumu, nyumba za kupanga zinaumiza, zinatesa. Yani unaweza ukawa na cash, unaweza ukawa una afford kulipa kodi, lakini kuna gharama za manyanyaso. Yani unajua kwako ni kwako tu. Yani unapoishi kwako ni tofauti na nyumba ya kupanga. Kwa hiyo kama una access leo, jenga mshikaji wangu, kwa sababu maisha ni leo na uwezi kujua kipato chako kesho kitakuwaje. Kwa hiyo ni ushauri wetu, lakini pia kama umependa Ilamani, unahitaji kujengewa, tupigie kwa simu namba 0659877756. Ukiona namba simu haipokelewi, jitahidi kutuma message WhatsApp, tutakujibu kwa wakati, tutakujibu kwa sababu mara nyingi tunakuwa active sana kwenye upande wa WhatsApp tofauti na simu. Maana kwenye simu mara nyingi tunakuwa tuko busy na masite na nini and stuff like that. So mimi naitwa Mr. House Decoration. Kama hauja subscribe, fanya subscribe, lakini usisahau kulike na kucomment.